kuna cha kujifunza. Watu wengi leo wanaamini maendeleo makubwa ya dunia yalianzia Ulaya na Marekani, lakini ukweli wa historia unaonyesha kitu cha tofauti kabisa. Mambo mengi makubwa duniani yalianzia Afrika, na moja ya ushahidi mkubwa ni hadithi ya mtu aliyejulikana kuwa tajiri zaidi kuwahi kutokea duniani, Mansa Musa, mfalme wa Mali Empire. Karne ya 14, wakati sehemu nyingi za dunia bado zilikuwa zinaendelea kujifunza kuhusu biashara na ustaarabu, himaya ya Mali ilikuwa tayari ni moja ya himaya tajiri zaidi duniani. Utajiri mkubwa wa himaya hiyo ulitokana na dhahabu. Wakati huo sehemu kubwa ya dhahabu ya dunia ilikuwa inatoka Afrika Magharibi. Ndipo hakaja mtawala huyu mashuhuri, Mansa Musa. Alikuwa na utajiri mkubwa kiasi kwamba hata wanahistoria wa leo wanasema ni vigumu kuupima kwa pesa za leo. Lakini tukio lililoufanya ulimwengu mzima umjue lilitokea mwaka 1324. Mwaka huo Mansa Musa aliamua kufanya hija kwenda mji mtakatifu wa Maka. Safari hiyo haikuwa safari ya kawaida. Aliondoka na msafara mkubwa sana uliokuwa na maelfu ya watu waliokuwa wakimfuata, mamia ya ngamia, na kila ngamia alikuwa amebeba dhahabu nyingi. Walipokuwa wakisafiri kupita jangwa na miji mbalimbali, watu walishangazwa na utajiri waliouona. Lakini tukio kubwa zaidi lilitokea alipofika Cairo. Inasemekana Mansa Musa alitoa dhahabu nyingi kwa masikini na wafanyabiashara. Alitoa kiasi kikubwa mpaka bei ya dhahabu ilishuka kwa miaka kadhaa katika eneo hili. Hii ilionyesha dunia kwamba Afrika haikuwa maskini kama watu wengi wanavyofikiria leo. Baada ya kurudi kutoka hija, Mansa Musa hakutumia utajiri wake kwa anasa tu. Alijenga misikiti mikubwa na shule nyingi katika mji wa Timbuktu. Polepole Timbuktu ukawa moja ya vituo vikubwa vya elimu duniani. Wanafunzi na wanazuoni katika sehemu mbalimbali za dunia walikuwa wanakuja kusoma hapo. Lakini hadithi ya Mansa Musa ni sehemu ndogo tu ya historia kubwa ya Afrika. Kwa sababu ukweli ni huu: mambo mengi duniani yalianzia Afrika. Kwa mfano, binadamu wa kwanza kabisa katika historia ya dunia anatoka Afrika. Utafiti mwingi wa sayansi unaonyesha asili ya mwanadamu ilianzia Afrika. Biashara kubwa ya dhahabu ya zamani pia ilitoka Afrika. Na ustaarabu wa zamani kama ule wa Egypt ya kale ulitokea barani Afrika. Ndio maana wanahistoria wengi wanaita Afrika mama wa ustaarabu duniani. Lakini kwa miaka mingi historia hii imekuwa haisimuliwi. Ndio maana ni muhimu watu kujifunza na kujua historia yao, kwa sababu ukijua historia yako utaelewa thamani yako. Na hadithi ya Mansa Musa inatukumbusha kitu kimoja muhimu: Afrika ina historia kubwa ya utajiri, elimu na ustaarabu, na pengine bado ina nafasi kubwa ya kufanya mambo makubwa tena duniani. Kama umejifunza kitu leo, usisahau kufollow na kusubscribe DNA Television.